Karibu tena katika siasa za kanda, saa ya pili kujadili swala hili. Kipindi kimekuwa kizito na hoja zimekuwa nyeti na komavu. Kutoka Nairobi tunaye Joseph Warungu ambaye ni mwanahabari bingwa, tunaye Jacob Mogoa. Huyu vile vile ni mwanahabari wa Radio China Kimataifa na Sauti Nzito, alikuwa mtangazaji wa zamu huko KBC siku zake. Tunaye Patience Nyange ambaye ni mwanaharakati, vile vile mwanahabari wa siku nyingi. Huko Tanzania tunaye Bigamba ambaye ni mtangazaji. Kisumu katika eneo la magharibi mwa Kenya tunaye Atieno Otieno. Hali kadhalika Uganda tunaye Bwana Ali Mtasa. Na kwa njia ya simu tunaungana moja kwa moja na Victor Bwire ambaye ni naibu afisa mkuu wa Baraza la Vyombo vya Habari. Victor Bwire, hali namna gani? Habari za pwani? Salama Paul, hujambo? Sijambo. Wewe unaelekea pwani wakati rais ametoka huko na kulikuwa na mahojiano huko. Serikali iko huko Januari nzima tuko huko. Naam, sasa kwa ufupi kuhusiana na hili swala la hotuba ya rais, manake Patience amepiga kelele hapa sana na ameungwa mkono na mrembo mmoja anaitwa Atieno Otieno kule Kisumu kwamba kina dada wamebakuliwa. Je, nyinyi kama Baraza la Vyombo vya Habari, manake nyinyi ni serikali, mna sera ya kuangalia kwamba vituo vya habari vinaajiri watu sawa 50 kwa 50 kwa kuzingatia jinsia? Hiyo inafanyika. Baraza la Vyombo vya Habari limeweza, vile Patience amesema, lazima kuwe na deliberate plan, na tumefanya na vyombo vya habari kama KBC, kama Kaya Radio. Hizo ndio zinajulikana ambazo kwa hivi sasa wako na ile inaitwa gender policy. Manake some of these things haziwezi kuja kama hamna policy. Watu kama nyinyi sasa pengine KTN Standard mko na gender policy, hamna. Na wengine wao. Sasa ile inafanyika, lakini kwa ile mahojiano na rais hakukuwa na deliberate action ya ku-exclude wanawake. Na tumeweza kuongea na wale walihusika katika kupanga ile mpango, na wakasema kwamba ilikuwa tu ni logistical issue, haikuwa chochote kwamba walitaka kumbagua yeyote. Kwa hivyo sisi pia kama wadadisi tusiweze kuona mengi ambayo hayako. Saa zingine kuwa tu ni kazi imetokezea na wale ambao wako pengine na wanawake ama ni wanaume. Saa zingine huwa si kwamba kuna mtu alipanga. Iwezi kuwa the 5 radio TV stations zilipanga kutuma wanaume. Taelewa. Sasa kuna mengine ambayo tumeweza kuongea ikasemekana kwamba ilikuwa tu ni kwamba ile invite ilikuwa ya haraka ikapatikana mtu yote ambaye yuko newsroom ambaye anaweza enda mara moja aondoke na ikawa iko. Kwa hivyo haikuwa na dawa, na tangu watu waanze kuraise hiyo mjadala imesemekana kwamba the next presidential analysis basi tupeleke wanawake peke yake, afu next ndio tuweke watu watatu. Sasa vile imeelezwa haikuwa ni na hiyo mjadala pia Paul tumeweza kuongea hata na wewe mara nyingi kwamba kwa hivi sasa tatizo si kwamba hakuna wanawake katika decision making kwa newsroom. Hiyo ni mjadala ambao tumekuwa nao, na tuko na managing editors wengi sana ambao ni wanadada ambao wamefaulu na wamefanya kazi ambayo inajulikana. Kwa hivyo pia na tatizo Kenya kwa hivi sasa it's not about how many women are in managing directors or editors positions. Wako, na tumeweza kuongea na kina Amwik, tumeweza kuongea na watu wengine wako wengi. KTN kuna Ellen Wanjiru, kuna Lilian Odera, watu kule kuna kina Sigi, kuna Pamela Sitoni. Wale wote ni wanawake ambao wamehitimu waweza kupata zile nafasi. Kwa hivyo tatizo iwe kwamba manake na hii vitu ni progressive. Ukianza kuangalia kama training katika entry ya journalism school, 80% huwa ni wanawake, 20% wanaume. Ikifika mid level that second year inakuwa ni 50-50%. Watu wakianza kwenda internship na nini kwa sababu ya mazingara ambayo si mazuri kwa wanawake katika media industry, unapata katika graduation 80% of people graduating are men, 20% women. Sasa pia tuangalie ni wangapi ingia pale, lakini wanawake kwa hivi sasa wako wengi sana katika ile wahariri. Hata wewe mwenyewe umeona katika Kenya Editors Guild kuna wanawake wengi ambao ni wamehitimu na ni editors. Kwa hivyo tatizo si kubwa kwamba hakuna wanawake wengi.
Manake pia kitu tumeuliza Amwik na wengine ni tufanye study to establish na wake wangapi wako katika decision making, ni wahariri, na tusiwe tu tuna generalize kusema women have. Where's the data? Nani yako na hizo namba za hizo tunasema wanawake ni wachache katika wahariri? Kwa hivyo tuende mbele na tuende ile database arguments ambazo tunasema, manake mimi nikiangalia katika ile Media Council accreditation list, naona wanawake wengi ni wahariri, wengi ni sub-editors, wengi wako katika hizi radio stations kama tuseme Kwetu Radio na nini. The directors are all women wenye hiyo radio, na zingine nyingi TV, najua karibu TV 20 na ambazo CEOs wao ni wanawake. Kwa hivyo pia media tusiangalie tu the big five peke yake ndio tukasema sasa kama hawako NTV na KTN na nini basi wanawake hawako. Tunataka tukue na takwimu ambazo zipo, watu wanaweza kuzipata katika Media Council ambazo zinaonyesha hiyo argument kwamba wanawake are not editors is wrong. Naam, asante sana Victor, umetusaidia sana. Tulikuwa tumesumbuliwa hapa sana kama jamii ya wanaume lakini asante sana. Wacha tuende Tanzania kwa Bigamba, lakini kabla ya kwenda kwa Bigamba, kwa taarifa ninayo ni kwamba aliyekuwa naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee Bwana David Mrathe amesema ameacha cheo hicho kwa sababu bado anapinga juhudi za naibu rais William Ruto kugombea urais katika uchaguzi mkuu ujao. Bwana Mrathe katika taarifa kwa vyombo vya habari muda mchache uliopita amesema kwamba anashikilia msimamo huo na vile vile amekuwa anasema ananukuu kipengee cha katiba ambacho baadhi ya watu wanasema ni kipengee chake, yani kwa maana ya kufasiri. Kwa hivyo tuende kwa Bigamba. Bigamba, nilitaka kufahamu huko Tanzania kuna waandishi ambao wako Dar es Salaam na kuna waandishi ambao wako katika sehemu za mashambani kwa maana ya Mbeya, Kigoma na kadhalika. Katika hali ya mafunzo ama kujiamini zaidi, unaweza kusema vipi? Kwa sababu hapa Kenya waandishi ambao wako Nairobi wanaheshimiwa sana na pengine idadi kubwa ya watu kuliko wale ambao wako katika vile vituo ambavyo pengine havina idadi kubwa ya wasikilizaji ama watazamaji. Tanzania hali iko namna gani? Tanzania hali ilivyo ni inawezekana ikawa inauiana kidogo na hapo nchini Kenya, kwa baadhi ya vituo ambavyo vile vidogo ambavyo havina jina kubwa. Mara nyingi waandishi wake wa habari wamekuwa wakidharaulika kuliko wale waandishi ambao wako katika vyombo ambavyo vina majina makubwa, na hii inatokana kwamba namna ambavyo wao wako katika mazingira fulani ya ufanyaji kazi. Kwa mfano, unaweza ukasema labda chombo fulani cha kimataifa kinafanya coverage ya habari katika Tanzania nzima, alafu chombo kingine kile ambacho hakijulikani sana kinafanya habari katika mikoa kama 5. Sasa unakuta wakikutana hapo, hata mawazo yao yanakuwa ni tofauti, na hata mfano labda unaalikwa katika mikutano fulani ya kimataifa, mwaliko wako wewe yani unakuwa pengine labda mpaka uombe, sio wao wakualike, ina maana mpaka wewe uombe. Kwa hiyo hali ilivyo kwa Tanzania kwa upande wa vyombo vya habari vile vidogo na hivi vyombo vya habari vikubwa inauiana na hali ilivyo huko nchini Kenya. Asante. Wacha tuende Kisumu kwa Atieno Otieno. Wewe umetembea maeneo mengi, umekuwa Cardiff Uingereza wakati unasoma, na vile vile umekuwa Nairobi na umekuwa Kisumu. Kwa mtazamo wako, hawa wanahabari ambao wako katika maeneo ya nyanjani na hawa wa Nairobi, je, unafikiria wa nyanjani wanatakiwa wapate mafunzo zaidi ama wako sawa kulingana na jinsi unavyoona utendakazi wao? Nabiswa, ni muhimu sana wapate capacity building ama mafunzo zaidi, na najua kuna organizations ambazo zimejitokeza kama Deutsche Welle, wanaenda kwenye community radio stations ama stations za kijamii na wanakuwa na in-house training ya hawa watu ambayo imewasaidia sana. Kwa vile utapata kwamba mtu pengine amemaliza kituo cha 4
ama kidato cha 4, samahani, kidato cha 4 alafu anapata nafasi kwenye radio station pale kwenye village yake, inaweza kuwa kama one of the community radio stations. Shida ni kwamba hawajapata formal training. Lakini kuna hizi organizations zimejitokeza, hata BBC Media Action najua walikuwa hapa, Bwana Warungu wako hapo anaweza kutuambia, na pia Madam Patience wako hapo, pengine pia amekuwa trainer, hata Bwana Bwire. Tumekuwa na sessions ambapo tunafunza wanahabari kwa mambo fulani fulani, hata mambo kama haya gender representation ama reporting on gender sensitive issues or in a gender sensitive way. Lakini narudi kwa Bwana Victor. Yani Bwana Nabiswa, siwezi kuwa na peace nisiposema haya mambo. Amesema kwamba mambo ya rais pengine ilikuwa imeharakishwa. Where? Which part of this earth? Mambo ya rais inapangwa kwa taratibu fulani. Kwa hivyo walikuwa wamejipanga vilivyo na wakajua ni nini walikuwa wanafanya. Na tena tukiongea mambo ya hii gap, gender gap, another way ya kuiavoid ni kuwa tunafunza wanawake wale ambao tumesema wana majukumu ndogo ndogo kwenye station, wawe na capacity building, na ikuwe kwamba management imeamua ama wasimamizi wameamua deliberately wapate ile training, na tuwasukume. Kama wanahabari tuna sehemu kubwa sana kwenye jamii. We occupy a very big space and we have a big role in this society. And kama hatutainua kina mama deliberately, hakuna vile tutainua jamii. Kama tutamfunza mama naye akue kwenye kiwango fulani hata kwa reporting yake, na pia aweze kujinua mpaka apate kukuwa msimamizi wa kituo, basi sijui tutakuwa tunamsaidia nani. Inafaa iwe kitu deliberate sana. Na tukirudi kwenye mambo hii ya gender, nilikuwa nimezungumzia hapo awali kwamba kuna station ambazo zimeamua kupata na I mean, they've given 50% to women. It's a policy that they have. Wengine wako na ile policy. Na kama hatuna zile tarakilishi, KTN, Citizen, au wote wanafaa wajitazame, wajichunguze vilivyo, ndio waone mali kuna gap, alafu waanze kujiinua na waonekane vizuri kwenye macho ya the rest of the community pia. Hata hivyo tena nataka kusema kwamba pengo ambayo tuko nayo tunaweza, how can we fill it? Allow me to just talk in English. How can we fill that gap? Tuko na pengo hata ya malipo kwa watu wa jinsia fulani. Na si hapa Kenya peke yake. Hata Uingereza, hata ukienda Amerika, kuna pengo. Utapata kwamba watu wanafanya kazi same, pengine ni CEO na pia huyu mwingine ni CEO mwanaume, lakini ikifika kwa mwanamke analipwa pesa chini zaidi kuliko ya mwanamume. Hiyo lazima turekebishe. Lakini tunafurahia social media ama tunahitaji mitandao ya kijamii. These ones that are free for us, mitandao ya kijamii. Ukiangalia Instagram, wanawake wako wengi pale zaidi, wana shine. Ukiangalia YouTube, lakini utapata wanaume ndio wana shine sana. Wengi wao, the top 30 YouTubers utapata kwamba ni wanaume. Lakini Twitter, wanawake wako, tuko almost 50-50. Of the top 30 Twitteratis utapata kwamba at least 16 ni wanaume, 14 ni wanawake. So in a way, we should not lose hope. Tunafika mali. Kuna nafasi pale. We are making baby steps towards that form of equality. Naam, asante. Wacha tuende. Okay. Kwa mtasa Uganda, haya mambo ya jinsia kidogo tutayaacha. Bwana Mtasa, nilitaka kujua kuhusiana na hili swala la wanahabari pengine wa mijini kama kwa mfano Kampala, wanaheshimiwa kuliko wale wanahabari ambao wanatuma taarifa kutoka mashinani. Manake hapa Kenya ni tofauti, kumekuwa na siasa sana kwamba kukiwa na taarifa kubwa, wale wanahabari pengine wakituma mtu kutoka Nairobi, yule mwanahabari huko chini anakasirika. Na inawezekana pia huko Kampala pengine kitu kimefanyika kule Gulu, alafu tume mwanahabari kutoka Kampala akienda huko, yule mwanahabari huko chini analalamika. Hayo matukio yako huko Uganda? Bila shaka mambo haya ni ya mambo ya hisia, lakini kama wanavyosema Waswahili, jogoo wa shamba
ingani jogoo hawiki mjini. Lakini jogoo yule kama atakaa mjini muda wa kutosha ataweza pia kuwika. Lakini mimi nafikiria ni kwamba hili swala la kisiasa la tangu zamani, uhusiano uliopo baina ya miji na shamba au mashinani. Sababu hii imepelekea kwamba hata ikija upande wa waandishi habari ni kwamba wale ambao wako sehemu za mashamba hawapewi heshima sawa na waandishi ambao wako katika mji mkuu au katika miji mikubwa. Na hili ni jambo sisi hapa tu katika Uganda au Kenya, lakini ukienda duniani kwa jumla ndivyo ilivyo. Ingawa mpango inafanywa kwamba ikiwa shirika la habari, tuseme gazeti au television au radio, wale wafanyakazi wake wanatembezwa, wanakwenda washamba, wanakuja mjini wanafanya kazi, na mjini wanakwenda sehemu za wanafanya kazi. Baadaye unakuja urari fulani ambapo watu wanaheshimiana. Hizi ni hisia ambazo zinaweza kuondolewa kwa njia hiyo, kwa kuwepo watu kuheshimiwa. Kwa hakika, ikiwa yeye mtu ambaye yuko Gulu kapewa mafunzo sawasawa na mfanyakazi au mwandishi ambaye yuko Kampala, sioni kwa nini pawepo shida. Lakini hiyo ni kwa sababu ya kuwa kule yuko mbali na uamuzi wote unafanyika hapa, walipo karibu wanasikizana wenyewe kwa wenyewe. Na hama matokeo hata kama mashirika makubwa utakuta, kwa mfano ngasi semei mimi BBC, lakini walioko Nairobi wanachukua uamuzi ambao watu wa Kampala hahusishwi, na unajikuta tu katikati ya njia unatakiwa ufanye hivi na vile. Au kama si hivyo, habari kubwa inatokea Kampala, wanatoka watu kutoka Nairobi kuja kuripoti. Watu walioko Kampala wanaachwa, sio kwa sababu wanadharauliwa au nini, lakini kwa sababu ya utaratibu unafanyika katika kile chombo chenyewe kinachohusika. Ni suala la utaratibu, na utaratibu huu ambao unasahau kuwaheshimu wafanyakazi wake walioko sehemu nyingine. Na hili linaweza kubiruliwa dakika moja tu kwa kusema kwamba taarifa fulani kama fulani, watakaoongoza katika taarifa hiyo ni watu walioko kule, nyinyi muende kusaidia. Lakini sivyo wanafanyika katika vyombo vya habari. Ikitokea kwa mfano, nitakupa sijui nikupe mfano gani mzuri, ikitokea swala Gulu, kumetokea waasi wa LRA kwa mfano, walifanya fujo kule, lakini watu kutoka Kampala kwenda kuripoti. Sababu mojawapo ni kwamba labda ni kuwahifadhi wanafanyakazi wa kule wenyeji. Upande mmoja ni sababu hiyo, lakini upande mwingine ni kwamba inaonekana ni hadithi kubwa. Kwa hivyo wale waandishi wao wakubwa ndio wanatakiwa wao wanatangulia, labda ni wanavyosema Kiingereza household names, ni watu ambao maarufu. Kwa hivyo ikiwa watu maarufu, watu watasikiliza habari hii, wataisoma habari kwa gazeteni, wataitazama katika television. Lakini hizi ni sadfa tu ambazo zipo kwa njia ambayo nadhani si ya ukweli, ni ya udanganyifu upande mmoja na wadharau upande mwingine. Warungu, umekuwa household name, manake huyu bwana amezungumzia kuhusu household name. Wewe umefanya tu kazi Nairobi, London, Ghana, au kufanya mashinani, inakuwaje? Hili swala kubwa na ni mjadala ambao umekuwepo siku nyingi, lakini nadhani naweka katika mazingira ya kitu ambacho ningekiita ni ukabila wa kitaaluma. Kwa maana kwamba kuna siasa fulani za kitabaka katika taaluma hii yetu. Tatizo ni hili, na mimi huwa ni mtetezi mkubwa sana wa waandishi wa shamba kama wanavyosema kule Zanzibar, au mwandishi wa mashinani. Kwa sababu 70% au 80% ya habari unavyoziona katika magazeti huwa vinatoka kule mashinani. Yani bila waandishi walio kule shamba, kituo au chombo cha habari ambacho kiko hapa mjini, kwa mfano KTN au Citizen au vinginevyo, haviwezi kuwepo, kwa sababu wale ndio vile ndio vyanzo vya habari. Lakini tuseme hivi kwamba kuna tatizo kwamba hawa waandishi ambao wako maeneo hayo ya mashinani wanabaguliwa kwa sababu mwanzo hawana vitendea kazi, wanabaguliwa kwamba hawana rasilimali, hawawezeshwi, na hata ukiangalia hali zao za maisha, mishahara au malipo wanayopata ukilinganisha na watu ambao
wako huku mjini. Kwa mfano Nairobi ni tofauti kabisa, na panapotokea nafasi ya mafunzo kwanza inapewa kwa wale ambao wako pale jikoni, na jikoni ni Nairobi, jikoni ni Kampala, jikoni ni London. Pia London wanapatizo kama hayo. Na ni kitu ambacho kimeniuma sana. Kwa mfano nilipokuwa yani kwa zaidi ya miaka 5 sasa mimi nimekuwa nikitoa mafunzo kupitia shirika letu la Africa On Air, na yamekuwa ni ya kuwalenga waandishi ambao wako kule mashinani, na ni waandishi wa vyombo vikubwa vya KTA na kina Nation wa gazeti ya Nation, lakini nafasi hizo 90% huwa tunawaalika waandishi ambao wako kule mashinani kuwapa mafunzo pengine ya kuripoti masuala ya bunge, kuripoti masuala ya fedha na mambo kama, kwa sababu ni kitu ambacho nimekiona nikiwa pale BBC niliporithi kile kiti cha kusimamia idhaa ya Kiingereza ya Afrika. Waandishi wetu wengi walikuwa ni waandishi wazungu mpaka hapa Nairobi. Jamani, Kenya tumesoma, mimi nahisi kidogo tuna kaelimu kitu kidogo, lakini itakuwaje bana umemleta mzungu kuripoti kutoka hapa Nairobi na mimi nimeripoti. Kwa hivyo kazi kubwa ilikuwa ni kwanza kugeuza hiyo sura kwamba tupate sauti za Waafrika wenzetu ambao ndio wenyeji wa pale, ndio wana uelewa mkubwa wa masuala ya pale. Sasa hapa panahitaji pengine tugeuze mawazo kabisa, na hii nadhani ni kitu ambacho nakirusha kwa wahariri wetu, wasimamizi, kwamba kwa sababu habari zenu nyingi zinatoka kule mashinani, mbona pia ule rasilimali na ile hali ya kuwawezesha kwa sehemu kubwa, mbona msizigae mkawaangalia wale walioko kule. Kwa hivyo inakuwa kwanza ukiwa mwandishi uanze kwamba kituo pale sijui wapi Meru wapi, ukasikika tu kidogo kwa kilomita kama 5, alafu ukaendelea mpaka pengine county ndio uweze kufika Nairobi ukapata jina kubwa. Turudi mashinani. Tutarudi kwenye kwa muda usiokuwa mrefu, manake wanabiashara watanimaliza. Wacha tuchukue mapumziko kidogo, alafu tutazungumza na Victor Bwire, Patience, alafu Jacob Mogoa, kisha tutaenda upande ule mwingine, Kampala, Kisumu na Dar es Salaam.